Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa vipindi mwongozo wa kujifunza Biblia lesoni ya shule ya Sabato, ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Nikiwa na imani ya kwamba uko sawa, nasi pia Mungu ametuneemesha tuko salama mahali tulipo. Basi tuko kwenye robo ya kwanza kwenye mwaka 2025 inazungumzia upendo na haki ya Mungu, na juma hii tumejifunza kuhusu somo la 9 linalozungumzia pambano la ulimwengu mzima. Pambano la ulimwengu mzima. Tumejifunza kuanzia Sabato mchana mpaka Alhamisi. Leo Ijumaa tunatoa tu kifupi mambo ya muhimu ya kushika ya kuzingatia katika somo la 9 na kujibia kuuliza maswali fulani, na kwa sababu tunajifunza pamoja na wewe mtazamaji na msikilizaji, ikiwa utakuwa na jibu kwa swali mojawapo maswali nitakayoyauliza, unaweka hapa kwenye comment, na ikiwa unakuwa na majibu ama swali lako unaweza kuliweka hapo ili katika masomo zijazo tuweze kulijibia. Kabla tujaanza somo la leo, tuwe na ombi. Baba mtukufu, asante kwa somo ambalo tena tunakuja kujifunza na tumejifunza katika juma mzima. Endelea kutuandaa kwa upande wako katika pambano kuu hii, tuendelee kushimama kwa upande wako. Fungua akili yetu kusikia neno lako na kuliishi katika jina la Yesu Kristo, amina. Somo la juma hii ya 9 linazungumzia kuhusu pambano la ulimwengu mzima. Pambano ni iseme tu ni mgogoro ama ni kutokuelewana, tuseme kama mabishano kati ya watu wawili ama zaidi ya watu wawili. Wakati kunakuwa kitu ambacho kinafanya msielewane, kunakuwa vuta ni kuvute, kunakuwa mgogoro, kunakuwa kutokuelewana. Na ulimwengu huu ambao tunaishi ndani yake umo katika pambano, na si pambano chache, ni pambano kuu, na pambano hilo ni la ulimwengu mzima. Sio kuna sehemu ambayo inahusika, ni ulimwengu wote. Fungu la ukariri lipo kwenye Mwanzo sura yake ni ya 3:15, mahali ambapo tumepata injili ya kwanza katika Biblia yote ni kwenye Mwanzo 3:15. Injili maana yake habari njema ya wokovu. Okay? Neno la Mungu linasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huu utakuponda kichwa nawe utauponda kisingino. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno la Mungu ambalo lilitolewa baada ya Adamu na Hawa kufanya dhambi, na walikuwa wamekata matumaini wakidhani ya kwamba mambo yote yameharibika, lakini kwa wingi wa upendo wa Mungu na kwa haki yake akatoa maneno yenye tumaini ya kwamba msijali, pole kwa kile ambacho kimewapata kwa sababu ya kutotii kwenu, lakini bado kuna tumaini, ikizungumzia mwana kondoo wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye siku moja angalikuja na kufa na kuchukua mamlaka tena. Ni pale ndipo tumepata wokovu kwa ujio wa Yesu Kristo. Neno hili ni injili, ni habari njema ya ukombozi ambayo inapatikana kwenye Mwanzo sura 3 mstari wa 15, mahali ambapo kunatolewa uadui kati yako na mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utakuponda kisingino. Kwa hivyo Yesu ameponda kisingino tayari kia yule ibilisi ambaye ni mwovu shetani, na hana nguvu tena. Hivi Yesu anatuambia hata dhiki mabaya tunayapitia tusiufe moyo, kwa sababu Yesu ameushinda tayari ulimwengu. Mambo ambayo tunaweza kujifunza kwa kifupi ni mambo matatu kwa kifupi. Ndio unaweza kuongeza yako hapa kwenye comment, lakini kwa kifupi tunaweza kuelewa kwamba le conflit cosmique n'est pas une bataille dualiste entre deux puissances omnipotentes. Vita ama pambano ambayo tunaishi ndani yake sio kwamba ni vita kati ya viumbe viwili ama kati ya nguvu mbili ambazo ni za milele, ambazo zina nguvu ambayo ipo sawa. Hapo utakuwa umekosewa ikiwa utaelewa pambano kuu katika njia hiyo. Kuna watu wengi wanaamini ya kwamba tuko katika pambano kuu, lakini wanaelewa vibaya ya kwamba wakisema ya kwamba ni pambano kati ya vitu viwili, ya nguvu mbili za milele ambazo zina nguvu sawa. Haiwezekani. Biblia inasema kwamba ni vita kati ya Mungu na kiumbe. Haiwezekani kiumbe kiwe na nguvu sawa sawa na ya Mungu ambaye alikiumba. Kwa hivyo hiyo vita ni kati ya Mungu na shetani, na sio kwamba wana nguvu sawa. Hapana, Mungu ana nguvu zaidi kuliko shetani. Na sio kwamba ni vita ambayo ni ya milele, kuna siku itamalizika. Wale ambao wanajidanganya kwamba itaendelea milele na milele na milele tukiteseka hivi, no, wanajidanganya. Maandiko matakatifu hayajasema hivyo. Yanasema kwamba ni vita ambayo ina mwisho, na atakayeweka mwisho ni Mungu mwenyewe, kwa sababu yeye ana nguvu kuliko kiumbe chake shetani.
Shetani anaweza kututesa, anaweza kutusaliti, anaweza kufanya tuvurugane, tusiwe na kuelewana sisi kwa sisi. Kuwa makini, usiwe kwenye kambi ya shetani. Na siku shetani na wote watakaoungana nao watateketezwa. Jambo la pili ambalo lazima tulizingatie kwenye somo la juma hili kwamba le conflit cosmique concerne le peuple de Dieu dans tout l'univers et ressent les effets du conflit cosmique. Hiyo vita, pambano kuu, inahusu viumbe, kwa sababu madhara ya vita hiyo inaonekana hata kwa viumbe. Dunia ambayo tunaishi ndani yake, tuko katika uchaguzi. Ni lazima tuchague kizuri kia kufuata na kibaya tukiepuke. Matokeo ya pambano hii ni kifo, njaa, kusaliti wengine, magonjwa, mateso ya kila aina na kila rangi tunayoiona, udhalimu, ni matokeo ya hiyo pambano. Na viumbe vyote vinakuwa concerne na consequences ama maeffet za hiyo pambano. Lazima tuwe kwenye mstari wa usawa, tuwe ngambo ya Yesu Kristo. Jambo la tatu ni kwamba la résolution du conflit cosmique ne pouvait pas être prématurée. Kuna watu wanasema basi wakati shetani alipofanya hiyo dhambi Mungu angalimuua hapo hapo. Hapana, Mungu hakufanya hivyo. Kwa sababu gani? Mara nyingi Mungu anataka ibada ya kutoka moyoni, sio ya kulazimishwa. Kuanzia siku hiyo watu wengi wangalikuwa wakimwabudu Mungu kwa hofu na sio kwa upendo, kitu ambacho Mungu hakitaki. Mungu ametupatia uhuru wa kuchagua. Ni lazima tuamue kumpenda, tuamue kumfuata uaminifu kwake. Kuna maswali mengi sana ambayo yaliibuka katika somo. Kwa mfano hii somo ya Jumapili ilikuwa ikizungumzia adui ndiye aliyetenda hivi. Hapo tulizungumzia namna gani Mungu akapanda ngano na shetani mwovu akapanda magugu. Na walipomuuliza Bwana, basi tuende kuogoa magugu, akasema pana, msiyaongoe, muache yakomae pamoja. Hapa kuna hatari, kuna swali ambalo linasema ni zipi baadhi ya hatari katika kutafuta kuongoa magugu kutoka katikati ya ngano sasa? Wakati huo, kwa nini hili halimaanishi tu kupuuza uovu tunaokabiliwa nao? Mpendo, tunaweza kuelewa ya kwamba kwa kuongoa magugu, Biblia inasema kwamba tunaweza ingia kwenye hatari ya kuongoa ngano pasipo sisi kujua. Kwa hivyo anayefaa, ambaye anastahili, ambaye iko na kalite ya kufanya hivyo ni Mungu pekee. Yeye ndiye atajua baada ya kukomaa kwa ngano, atajua hii ni magugu na hii ni ngano. Mara yeye akifanya uchaguzi, hatafanya azar ya kuongoa ngano akizania kwamba ni magugu. Ataongoa kwanza ngano na magugu itachomwa. Kwa hivyo si kazi yetu ya kuhukumu huyu mbaya, huyu mzuri kanisani. Mahali pote ndio tunaweza kemea kibaya, lakini jambo la hukumu ni la Mungu. Hilo tuliache hivyo jinsi ilivyo. Somo la Jumatatu lilikuwa likizungumzia chimbuko la pambano duniani. Na hapa tulipokuwa tukiona kwamba dhambi ilianza katika mkamilifu shetani. Hapa watuambia tusome kwenye Mwanzo 3:15. Kauli ya Mungu kwa nyoka kwamba uzao wa mwanamke, akimaanisha Masihi, ungemponda kichwa cha nyoka, mara nyingi kutambuliwa kama injili ya kwanza, ambayo ni proto evangelium katika maandiko. Sasa hii inaimarishaje ukweli wa pambano na huku ukitoa tumaini kwetu katikati yake? Somo hili la Mwanzo 3:15 linaonyesha uhakika wa pambano, ya kwamba tuko hakika ni lazima shetani ajaribu kupambana na Mungu, lakini hata kuwa mshindi, atakayeibuka mshindi ni Yesu Kristo. Na tuwe na matumaini ya kwamba Yesu tayari amemshinda shetani. Shetani anaweza kututesa leo, lakini ameshindwa tayari. Kwenye somo la Jumanne lilikuwa likizungumzia chimbuko la pambano duniani, tukiona mwanzilishi wa dhambi ambaye ni shetani, kiumbe kamilifu ambaye zamani alikuwa ni Lucifer. Wanasema hapa swali, tunaelewaje uhakika ya kwamba Lucifer aliyeanguka hapo awali alikuwa mkamilifu? Tangu siku ile alipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yake kwenye Ezekiel 18:15. Kiumbe mkamilifu angewezaje kuanguka isipokuwa kama kuwa mkamilifu kulijumuisha uhuru wa kweli wa kimaadili? Mpendo, unaweza kuelewa tu ya kwamba licha ya kwamba huyo Lucifer alikuwa mkamilifu, elewa kwamba Mungu alimuumba na utajiri mzuri ambao tunaita uhuru wa kuchagua. Uhuru wa kuchagua unampatia mtu uhuru wa kufanya kile anachokitaka. Hivyo ndivyo ilivyo. Hata mimi na wewe tuna uhuru wa kuchagua. Nikitaka nazini, nitaweza. Nikitaka nakunywa pombe, nawe una uhuru wa kuchagua, wa kutafuta kwenye mitandao ya kijamii vilabu za watu wasiofaa, na una uhuru pia kuchagua mahubiri. Ni kwako kwa kuchagua. Hivyo Ibilisi licha ya kuwa mkamilifu alichagua dhambi. Tumalizie kwa maswali mengine ambayo wewe pia unaweza kujibia. Nikiuliza swali linasema kwenye somo hiyo ambayo ni ya Jumatano, nimezungumzia
ukianguka kunisujudia. Hapo kuna kaswali kazuri ambako kanasema kwenye Waefeso 6:12. Inatukumbusha kwamba kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya uwepo ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ingawa hatupasi kuishi kwa hofu, kwa nini lazima tukumbuke uhalisi wa pambano linaloendelea kutuzunguka? Ndio, ni lazima tusiwe na hofu, lakini ni lazima tuelewe ya kwamba pambano linatuzunguka. Kwa nini lazima tukumbuke uhalisi wa pambano linaloendelea kutuzunguka? Ama kuna hatari gani wakati mtu anaweza kataa kwamba hatuko kwenye pambano? Weka jibu kwenye comment. Swali lingine ambalo ni kuuliza la mwisho linapatikana kwenye somo la Alhamisi kwenye asili ya pambano la ulimwengu mzima. Nikienda kumaliza hapo Ijumaa kuna kaswali ambako nitakuuliza, kwa nini Mungu hakumwangamiza shetani mara moja? Na kwa nini ni lazima uovu uruhusiwe ukomae? Weka jibu. Na ni kwa vipi hili ni kwa manufaa ya ulimwengu wote katika vizazi vyote? Weka jibu kwenye comment. Ikiwa umebarikiwa na somo hili, basi tuombe. Baba mtakatifu, asante kutuelewesha kwamba tuko kwenye pambano. Tufunze kuwa kwa ngambo yako, tukisoma maandiko kama wewe, tukimkemea shetani ili asipate nafasi katika maisha yetu. Bariki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, imarisha kiroho chake na awe kama ngano wala si magugu. Ukija mara ya pili sote tukulaki hewani katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amen. Rafiki yangu, kwa muda mrefu umefuata vipindi hivi pasipo kusubscribe. Leo ni muda wako. Roho wa Mungu anakusihi kusubscribe ili kila mara somo likija uwe wa kwanza kulipata. Sio tu kusubscribe bali pia kwa kulisambaza katika kundi karibia 5 kwa siku. Utakuwa unaokoa moyo. Karibuni kwenye somo la 10.